Mpendwa mtazamaji, Bwana Yesu na asifiwe sana. Majina yangu ninaitwa Jacobo Dickson Mgulu. Nimeokoka, ninampenda Yesu kwa sababu aliniokoa, na kwa sababu hiyo ndiyo maana ninampenda na ninamhubiri maeneo yote duniani. Nianze kwa kukushukuru kwa sababu unanifuatilia live. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tuko hapa live jioni ya leo. Na bila ya kupoteza muda, ni kukaribishe kwenye somo la leo ambalo tutakuwa na kipindi kifupi ambacho kina ujumbe ama kichwa kinasema wito wenye matumaini. Wito wenye matumaini. Na nitasoma kwenye kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 11, Injili ya Mathayo 11 na ule mstari kuanzia wa 25 mpaka ule mstari wa 28. Kitabu cha Injili ya Mathayo 25 mstari ule sura ya 11 25 mpaka 28. Biblia yangu inaniambia, wakati ule Yesu akajibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njooni, mstari wa 28, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29, jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Baba, ninakushukuru kwa dakika chache zilizoko mbele yetu na wapendwa watazamaji. Ninajikabidhi mikononi mwako, unitumie. Ninaomba usikivu kwa kila moja katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa mtazamaji, nina jambo na nina neno la Bwana jioni ya leo kwa wewe ambaye unanitazama kutoka pande mbalimbali za ulimwengu wote. Nimeamua jioni ya leo, Mungu amenisukuma kusema na wewe jambo hili la kwamba kuna wito mmoja ambao una matumaini, na wito huu ni wa kumkimbilia Mungu peke yake. Unaweza ukawa ni mtu ambaye umesikia wito wa aina mbalimbali. Unaweza ukawa umepigiwa simu na ukawa ni wito wa namna nyingine. Unaweza ukawa umepata kazi na ukawa ni wito wa namna nyingine. Na katika namna nyingi ambazo unaweza ukawa umepokea wito, huenda ukawa ni wa matumaini, lakini matumaini hayo yanakuwa ni ya muda mfupi. Lakini jioni ya leo nina sababu na nina ujasiri wa kutangaza wito mmoja ambao umebeba matumaini makubwa sana kwa mwanadamu. Na wito huu tunauona kutoka kwenye Injili ya Mathayo kuanzia mstari huu wa 28. Unatupa tangazo kubwa ambalo Yesu analitoa kwa ulimwengu. Na tunauona wito huu unatoka kwa Yesu, unautazama ulimwengu mkubwa. Yesu anatoa wito kwa watu ambao hawana matumaini kuja kupokea matumaini mapya. Anawaambia, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Yesu anatoa wito. Alitambua ya kwamba kuna watu ambao wanasumbuka na matatizo, wanasumbuka na magonjwa, wana mateso mbalimbali yakiwasumbua. Wakitazama madaktari wameshindwa kuwapa tumaini, wakitazama ndugu ushauri mbalimbali haujawa na matumaini kwao. Na ukitazama wanadamu wengine wakikuona kwenye mateso, ndio wanatumia mpenyo huu kwa ajili ya kukudhoofisha kabisa. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu ametoa wito mmoja, na huu haumuangalii mtu, hauangalii kabila, hauangalii taifa, hauangalii rika, hauangalii jinsia. Wito huu unawaita watu wote, manake mtoto, iwe ni mtu mzima, iwe ni kijana ameoa hajaoa, au ni mtu wa namna yoyote, kabila yote, nchi yoyote. Mungu anasema kwamba njoni
kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, maana anasema yeye ukienda kwake atakupumzisha. Anatoa wito huu kwa sababu ni wito wenye matumaini. Hakuna wito mwingine ambao, kuna wito mwingine unaweza kaambatana na vigezo. Kuna wito mwingine atakwambia utalipia kiasi fulani. Kuna wito mwingine atakwambia njoo siku fulani. Lakini Yesu anatoa wito huu katika nyakati zozote, muda wowote, mahali popote, kwa namna yoyote, mkimbilie yeye atakusaidia. Yeye anasema hivyo. Kwa maana hiyo mstari wa 20 anasema jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Baada ya kuyafanya hayo yote kwenye wito huu anasema nanyi mtajipatia raha nafsini mwenu. Na nataka nitoe tangazo hili, mpendwa mtazamaji unayenitazama, ya kwamba upo wito mmoja. Huenda haujampokea Yesu, huenda umemsikia Yesu akihubiriwa, huenda umesikia injili nyingi sana zikihubiriwa, lakini hujajua ni nini ambacho unatakiwa kufanya. Nataka niseme jioni leo, kwa Yesu liko pumziko, na uko wito mmoja mkubwa wenye matumaini, kumkimbilia Yesu peke yake. Ninakuomba mpendwa mtazamaji, fanya uamuzi leo, mkimbilie Mungu. Yeye ana wito mmoja, umebeba matumaini. Maana yake ukimkimbilia yeye utapata raha nafsini mwenu. Ndio maana anazungumza kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 17 kushuka chini. Anatoa pale tamko ya kwamba Roho wa Bwana alikuwa juu yake, akampaka mafuta kwenda kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Yeye amebeba matumaini kwa wenye magonjwa. Yeye amebeba matumaini kwa waliokata tamaa. Amebeba matumaini kwa waliodhoofika. Amebeba matumaini kwa waliokosa nguvu. Amebeba matumaini kwa waliopoteza mwelekeo wa maisha, wanatamani kujiua. Yeye anawaita wamgeukie yeye, ya kwamba anaweza kufanya mambo mapya yakatokea kwenye maisha yako. Ninakuita jioni leo kupitia channel yetu nzuri sana, njoo mkimbilie Yesu, mkiri Yesu naye atakuponya. Kwa nini? Kwa sababu ametuhakikishia wito wake umebeba raha nafsini mwetu. Ninaomba nikuombee sasa, utanifuatisha maneno machache haya, alafu baada hapo nitakuombea na Mungu atakuwa amekutendea mambo makubwa. Fuatisha maneno haya kwa dakika 2 ama 3, alafu baada ya hapo tutakuwa tumehitimisha na Mungu wa mbinguni atakubariki. Sema, Yesu, ninakushukuru kwa jioni ya leo. Asante kwa sababu nimesikia neno lako limehubiriwa na mtumishi wako. Ninaamua kwa kinywa changu na kwa ufahamu wangu ya kwamba wito huu ni wa baraka na umebeba matumaini. Naomba nisaidie, nisamehe makosa yangu niliyoyafanya kwa kujua ama kwa kutokujua. Ninatubu kuanzia leo na kugeuka katika jina la Yesu. Amen. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mpendwa mtazamaji ambaye ametutazama kwa dakika chache hizi. Namuombea rehema na neema, Bwana. Naomba mkumbuke na yeyote ambaye ana matatizo ama shida yoyote katika namna yoyote ile. Naomba Mungu, kama ulivyotangaza wito uliobeba matumaini, anatarajia kuiona raha nafsini mwake. Nami ninatangaza uzima. Kama ni magonjwa yatamwachia, kama ni udhaifu wa namna yote utaachia. Achilia raha nafsini mwake. Kwa maana hiyo Mungu umeahidi ya kwamba yeyote atakaye kukimbilia atapata raha nafsini mwake. Natangaza raha kwa mtazamaji yule ambaye ananifuatilia, katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Nakushukuru sana. Mungu akubariki. Tukutane wakati mwingine.